Je, umekuwa ukisumbuka mara kwa mara? Biashara haziendi vizuri? Wachawi wanga wanakusumbua? Watu wanakuonea kijicho kutokana na mafanikio yako? Mkombozi amepatikana. Dawa bora kabisa ya kutoa nuksi, kuondoa wachawi, wanga, gere, vijicho, mikosi na gundu ni Ngaka. Ngaka ndiyo mkombozi wao. Inakinga na kusafisha miili yetu pamoja na majumba, maofisi, mashamba, viwanja na kadhalika. Dawa hii ya Ngaka imetayarishwa na Dr. Bihizi. Anapatikana WhatsApp namba +2555155244946 ama +2555787524946. Huyu ni Dr. Bihizi, mtaalamu wa Ngaka, mkombozi wa wachawi pamoja na gundu. Naam, mtazamaji, mara tu baada ya tangazo hilo, kama hivi ambavyo nimekueleza awali kwamba leo dokta amesema anataka akuonyeshe kwa vitendo namna ya kuwafungua watu wenye matatizo waliofungwa kwa kutumia dawa bora kabisa ya Ngaka, ambayo ndio mdhamini mkuu wa kipindi hiki cha tiba na afya. Dokta, mara tu baada ya tangazo hili tumesema kwamba moja kwa moja tunaenda kwa vitendo na tulionyesha huu ukindu ama ukili kama vile wanavyoita, lakini pia katika hizi ambazo ziko hapa ni jinsi gani sasa mtazamaji anatakiwa afanye? Okay. Hizi inabidi kuzifunga kama awali tulivyoelekeza, ndio, kwa njia ya kupiga kudu. Sawa sawa. Yaani nafanya hivi kiasi kwamba baada ya kivuta hivi inafunguka. Kwa maana unaona tena hivi ndio inavyofungwa. Unafunga namna hivi. Ufungaji huu unaitwa ufungaji wa kupiga kudu. Nadhani imeeleweka. Kwa akishafunga namna hii ndio unatia kwenye maji. Na idadi ya huu kindu vinatakiwa viwe vingapi hivi vya kufunga? Inapendeza zaidi iwe 49. 7 mara 7 49. Ndio. Ndio inapendeza zaidi kiwango hicho. Sawa sawa. Na mtazamaji, kama vile ambavyo uliona awali kabla hatujamleta hapa mtu ambaye ni mgonjwa ambaye yeye ndo atafunguliwa, dokta alikuonyesha hapa jinsi gani ya kuweza kuchukua dawa hii, akakwambia utumie kijiko kimoja, lakini pia akachukua chumvi ya mawe kwenye kiganja hiki mara tu baada ya manuizo ambayo yule ambaye anatakiwa amfungue mtu, kuna manuizo ambayo dokta atayarudia tena. Pia akazungumza mgonjwa mwenyewe ambaye anafunguliwa lile tatizo ana manuizi ambayo anatakiwa ayafanye anapochukua chumvi ya mawe kwenye kiganja kimoja. Haya nayarudia kwa faida yako tu ili uweze kuyafahamu. Dokta, tuendelee sasa pale kwenye manuizo nadhani. Okay. Mgonjwa achukue chumvi. Weka manuizi. Mwenyezi Mungu. Haya manuizi anayonuia unaweza kunuia hata wewe mwenyewe, ni rahisi sana. Kutokana na kile ambacho unaumwa ama kinakusibu. Mwenyezi Mungu, hii chumvi ni yabisi. Ikitiwa katika maji inayeyuka, na ikitiwa katika moto inatatalika. Ndio. Na kuomba Mwenyezi Mungu hii chumvi takapoitia katika maji ambayo ndani yake kuna ukindu, kuna dawa Ngaka. Lengo na makusudio ni kwa ajili ya kujifungua vifungo nilivyofungwa na wanga, wachawi, mashetani, majini, binadamu na vifungo vingine huwa tunavipata sana wakati tunatembea. Wewe uko unatembea njiani unakutana mwanamke na mwanaume na wenyewe wako wanatembea zao, wanapiga zao story, hasa wewe unawapita katikati. Yale matatizo yao yote umeyabeba wewe. Kama wametoka kufanya machafu, ule uchafu wao ndio umeuvaa wewe. Kwa hiyo watu wengi wanakumbwa na matatizo makubwa na mazito sababu ya kuwapita pia watu katikati, hususan mwanamke na mwanaume. Kwa kama kuna mwanamke na mwanaume wako wanatembea, wana habari zao, wanapiga zao story na nini, usiwakatishe katikati, pita pembeni. Hapo dokta, kwenye watu ambao wanatembea pamoja, mathalan labda ni wanawake watupu ama wanaume watupu, hili linakuaje nalo? Wanaume watupu haina shida. Wanawake watupu haina shida. Ile sio jinsia mbili tofauti. Hapo ndio mtihani unapoanzia. Tuendelee dokta. Umeshamaliza kutiania? Ameshamaliza. Tumbukizo. Kwa hapa zoezi letu ndio tunasema limefikia 99.99%.
kuelekea kufungua. Sasa kwa hapa kinachobakia ni kumfungua mgonjwa. Sawa. Unamfunguaje? Unakuwa unachukua ukindu mmoja baada ya mwingine. Ukindu mmoja. Sasa ukishachukua ukindu mmoja unamfungua hali yako unamsomea surati Falaq. Naam. Sawa? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Kwa hiyo wakati unasoma unasoma na umzungushia kulia kwenda kushoto. Sawa? Yaani kulia kwenda kushoto kama vile unavyokuwa unafungua bomba. Unafungua kulia kwenda kushoto. Usifungue kulia kwenda kulia. Pale unakuwa unafunga. Sawa? Kwa sababu mkono wangu sio kwa kulia. Nikifungua kulia itabidi niende hivi. Sasa nikifungua hivi kulia nakuwa nafunga, sifungui. Kwa hiyo mimi inabidi nifungue kulia kwenda kushoto. Yaani hivi kulia napeleka hivi kushoto. Ndio nakuwa nafungua. Na ukishamfungua hapa ndani kichwani unamzungushia kichwani unamfungulia mdomoni. Umemaliza. Sawa? Kwa hiyo inabidi umfungue mara 7. Sawa? Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Hapa kipengele cha kwanza tumemaliza. Bi maana tumemfungua kichwa. Mchawi huwa anafunga kichwa. Sawa, lengo na makusudi usipate ndoto nzuri. Ndoto utapata kama mfano uko shule, utapata ndoto zile labda unakimbizwa na wadudu wakali na kadhalika. Kwa ukisha mzungushia kichwani unamfungulia mdomoni. Tayari ndio atakuwa anapata kauli kujua kumbe hapa ni virogo, hapa nimefungwa hapa hivi hapa hivi. Sawa? Kwa mtu aliyefungwa kichwa au mtu unayemfungua unamzungushia kichwani, unamfungulia mdomoni. Sehemu inayofuata ni sehemu ya pili. Unamzungushia shingoni. Naam. Alafu unamfungulia kifuani. Kwa sababu bado utaratibu ni ule ule kutoka kulia kwenda kushoto. Vile vile. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Hapa sekta ya pili tumemaliza. Tunamfungua sekta ya tatu. Sekta ya tatu huwa wachawi wanafunga mabega. Sawa? Sasa mtu aliyefunga mabega sehemu ya kufungulia ni kitovuni. Kwa hiyo unamzungushia mabegani, unakuwa unafungulia kitovuni. Sababu hapa ndio kwenye siri ya mwanadamu. Hata hata ukiwa kwa tumboni unalia kupitia hapo, unapumua. Shughuli zako zote unamalizia hapo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri fatati fil 'uqad min sharri hasidin idha hasada.
بسم الله الرحمن الرحيم فلك من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم فلك من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم فلك من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم فلك من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم فلك من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. Hapa sekta ya tatu tumemaliza. Hasa kinachofuata tunafungua vifungo vya mkononi. Mara nyingi sehemu inayopigwa pini ni hapa kwenye viganja. Hapa kwenye hivi vifungo. Viliko. Hivi vifundo vya mikono. Hapa ndipo wanapopiga pini. Mtazamaji wa Mtoro TV, ni tiba na afya kupitia hapa Mtoro TV, na hiki ambacho tunakiona hapa ni ufunguaji wa vifungo ambavyo amefungwa mwanadamu, ama niseme kwa lugha nyepesi kwamba amefungwa mgonjwa. Na tunaona hapa mtaalamu wetu katika kipindi cha tiba na afya Dr. Bihizi akiwa anayafanya haya kwa vitendo kwa kutumia ukindu ambao tuko nao hapa kama hivi ambavyo tumekutanabaishia awali. Na hizi ziko fundo takriban 49, 7 mara 7. Kwa hiyo kila sehemu unafanya hivi mara 7, lakini pia amesisitiza kwamba unapoyafanya haya ufungue kutoka kulia kwenda kushoto huku ukisoma Suratul Falaq. Anaendelea sasa, mara tu baada ya kuona sehemu 3 zile, tunakwenda sehemu ya 4 ambazo ni sehemu hizi za kwenye mikono.